Chama cha Mapinduzi wilayani Uvinza mkoani Kigoma kimewasa wananchi kutambua umuhimu wa kutunza mazingira, ikiwa ni pamoja na kuondokana na kitendo cha ukataji miti kwa matumizi ya mkaa, kwani kitendo hicho ni uharibifu wa mazingira. Kauli hiyo imetolewa na katibu mwenezi wa CCM wilaya ya Uvinza, Mohamed Ruhura, akiwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya wiki ya wazazi, ambapo jumuiya ya wazazi wilaya ya Uvinza imeadhimisha maadhimisho hayo kiwilaya katika kijiji cha Mpeta. Uchungu wa mwana sababu jumuiya hii tumeipa majukumu kuhakikisha kwamba inatoa elimu kuhusu mazingira. Tutunze mazingira yetu, tuhifadhi mazingira yetu, lakini sambamba na hilo Mheshimiwa Rais anaunga mkono juhudi zetu kuhakikisha kwamba malengo yake ifikapo mwaka 2030 pasipatikane mtu anakata miti ovyo, kwa maana ya kutumia kuni kwa ajili ya kupikia au mkaa. Ndio maana leo utaona nchi nzima kila kata yanakuja majiko ya gesi, yanagawiwa kwa bei nafuu. Sababu tunahifadhi misitu, tunajisaidia sisi na wale wanaokuja. Ndugu zangu, hii Mpeta leo mnaiona ni mjini. Ukichukua mwaka 2000 kurudi nyuma, hapa tulipo bwana katibu wangu wazazi, ukiambia bwana kaa peke yako hapa, ilikuwa haiwezekani. Ilikuwa ni msitu wa hatari, msitu mkubwa. Idi Baraka ni katibu wa mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini, akiongea kwa niaba ya mbunge, ameeleza namna mfuko wa jimbo unavyotumika katika kuboresha miundombinu kwa wananchi. Na yawezekana hapa Mpeta mkawa hamjui kwamba mbunge amefanya nini kwenye mfuko wa jimbo. Ndugu zangu, moja ya vitu ambavyo tunaviona ni alama ni ofisi hii ofisi ya serikali ya kijiji. Mwaka 2020-2021 kwenye milioni 81 za mfuko wa jimbo zilizoingia, Mheshimiwa mbunge kwa kushirikiana na Mheshimiwa diwani walisema ni lazima ofisi ya serikali ya kijiji cha Mpeta ipatiwe fedha na iweze kujengwa. Hapa mmeletewa milioni 17,714,014 mwaka 2021. Lakini hakuishia hapo. Sitaki kusema kwa kujisifu, kulikuwa na fedha zingine ambazo zilikuwa zinakwenda maeneo ambapo tayari serikali ilikuwa imeshapeleka fedha nyingi. Kama vile Ruchugi sekondari, Luguvu shule ya msingi. Tukakaa na Mheshimiwa diwani tukasema sisi tunapindua meza. Kule Mganza wana shida. Tukachukua bandari 5 ambazo sitaki kusema zilikuwa zinakwenda wapi, sisi tukazipeleka Mganza. Diwani hoye. Tukapeleka milioni 2,100,000 za bandari ngapi? Kwa ajili ya shule ya msingi Mganza. Hatukuishia hapo, tukasema bado Mganza wanahitaji kuongeza sekondari nyingine. Tukakaa tena mifuko 100 imepelekwa pale Mganza kwa ajili ya uanzishwaji wa sekondari mpya ambayo inajengwa pale kijiji wapi cha Mganza. Sambamba na hilo, jumuiya hiyo imetembelea zahanati ya kijiji hicho cha Mpeta kwa lengo la kuwaona wagonjwa, huku jumuiya hiyo ikishiriki zoezi la upandaji miti ili kutunza mazingira, ambapo mganga mfawidhi wa zahanati hiyo Amos Mwita ameipongeza jumuiya hiyo ya CCM kwa kuona umuhimu wa kutembelea zahanati, huku mganga huyo akieleza changamoto zinazoikabili zahanati hiyo. Hatuna waiting bay, jengo maalum la kusubiria ambalo walao linaweza kuwa na kivuli. Kina mama wanaweza kusubiri wakati wengine wakiendelea kupatiwa huduma. Jengo tunalotumia la baba mama na mtoto ni finyu sana ukilinganisha na wakazi. Tunahudumia wakazi wengi sana. Vile vile kwenye mapungufu hatuna kichomea taka cha kisasa pamoja na placenta pit, shimo maalum kwa ajili ya kutupia kondo baada ya kumzalisha mama. Inatulazimu ukishamzalisha mama kwa kondo anaenda nalo kulitupa nyumbani, ambao kanuni za afya hazitutaki kufanya hivyo, lakini inatulazimu kutokana na mazingira tulionayo. Nikiripoti kutoka hapa kijiji cha Mpeta kilichopo wilayani Uvinza mkoani Kigoma, mimi ni Justin Cosmas, Uhuru Radio FM.